Shauri ndani ya video hii tunataka ona pombe saba, aina pombe. Karibuni tena kwenye channel yetu Daktari Nipe Shauri. Ndani ya video hii tunataka ona aina 5 za pombe zinazokuwa na mafaa nyingi kwenye mwili wetu. Tunajua kwamba daktari wengi na watu wengi wa ujuzi wanakuambia kuwa pombe ni mbaya, yaweza kuharibu mwili wako na vinginevyo, lakini inabidi nikuambie kuwa ubaya wa pombe sio pombe yenyewe. Ubaya wa pombe ni wingi wa pombe unaokunywa kwa siku. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, inabidi ujue ni kuwa mwanamke na mwanaume hawawezi kunywa kiasi kimoja cha pombe, sababu mwanaume ana mwili unayoweza kutumia pombe nyingi kuliko mwanamke. Ni kwa sababu hiyo wanawake wengi wanapokunywa pombe nyingi huharibu mwili wao mbio zaidi, haraka zaidi kuliko wanaume. Sababu gani? Sababu nilikuambia kwamba mwili wa mwanamume unaweza kutumia pombe nyingi. Ni kusema maini ya mwanamume yaweza kutumia pombe nyingi bila kuharibika kuliko mwili wa mwanamke. Mimi naitwa Daktari Safari Jackson. Kama ni mara kwanza kwako kuona video zetu, na kuomba ubonyeze kwenye subscribe, bonyeze kwenye like, na kama una swali andika kwenye comment, tutakujibu. Pombe ya kwanza inakubidi we ujui na inakuwa na maana nyingi, inakuwa na nutrients nyingi ndani yake, ni red wine. Red wine unajua kuwa inatengenezwa kwenye mbegu ya mzabibu, na hii mbegu ya mzabibu ina vitamin na vitu ambavyo vinaitwa resveratrol, quercetin na anthocyanin. Hii anthocyanin ndio inafanya mvinyo huo uwe mwekundu kama chupa hii, okay? Kama kirauli hiki. Kama hiyo red wine ama huyo mvinyo mwekundu unakuwa na hivi vitu, ni kusema huyu mvinyo unaweza kusaidia kutibu moyo wako, unaweza kusaidia kushusha magonjwa ya kisukari, kuponya magonjwa ya kisukari, lakini inasaidia matumbo yako kutumika vizuri. Lakini kama vile nilivyokuambia, shida si hiyo mvinyo mwekundu, shida si hiyo red wine, shida ni kuwa watu wengi wanataka wakunywe red wine nyingi sana. Na unapokunywa red wine nyingi sana, ingalao inakuwa na hivyo vitu ambavyo vitasaidia moyo wako, vitasaidia kushusha magonjwa ya kisukari na vinginevyo, ukikunywa nyingi itakuwa umeloga mwili wako, utakuwa unaharibu mwili wako. Wewe ukisema mimi nilifuata daktari alisema red wine ni nzuri, kweli ni nzuri, lakini unapopitisha kiasi, unapokunywa nyingi, unapitisha kiasi, jua kuwa unaharibu mwili wako. Kitu ya pili inabidi ujue ni mvinyo unaotengenezwa kwa cinnamon, ginger na karafu. Unapochanga cinnamon, ginger na karafu, unatengeneza mvinyo ambao unakuwa na antioxidants, unakuwa na anti-inflammatory na vitamin C. Hizi vitamin na hivi vyote vinavyokuwa ndani ya hii mvinyo vinasaidia mwili wako kwa kupunguza maumivu, kama maumivu ya mgongo, maumivu ya maunganishio, maumivu ya kichwa, lakini inasaidia na kufungua mishipa ili damu itembee vizuri. Hii yote yaweza kusaidia kama kazi ya kitandani, kama magonjwa ya moyo na ingine shida nyingi. Lakini shida ambayo tunapata kwa watu wengi ni kuwa wanatengeneza hii mvinyo, lakini wanaweka ndani sukari nyingi. Unapoweka sukari nyingi kwa mvinyo huu, wewe unaharibu huo mvinyo, kwa sababu hii sukari yenyewe itakuja inaharibu mwili wako. Itakapoharibu mwili wako, inaharibu huo uzuri wa hiyo mvinyo uliokunywa. Kitu ingine
lakini inakubidi ujue ni mvinyo mweupe. Unajua mvinyo mweupe ama white wine? White wine au mvinyo mweupe ni mvinyo ambao unatengenezwa kwenye hiyo mizabibu, lakini hii mvinyo ambapo inatofautiana na hii mvinyo ya red wine ni kuwa hii mvinyo wanatosha hiyo ngozi ya hiyo mzabibu, kisha wanatengeneza mvinyo kwa hiyo kitu ingine ya ndani. Hii mvinyo ina alcohol kidogo na ina sukari kidogo, lakini ina nutrients kidogo. Hiyo resveratrol nilikwambia, hiyo quercetin nilikwambia, hiyo anthocyanin nilikwambia inakuwa kidogo ndani ya mvinyo huu, lakini inakubidi ujue kitu kingine. Kitu kingine ni champagne. Champagne ni hii mvinyo ambao watu wanatumia wakiwa kwenye ndoa, wakiwa kwenye festivity, wakiwa kwenye masiku kuu. Hii mvinyo kwa kweli ina sukari kidogo. Hii ni ya kwanza. Na inapokuwa na sukari kidogo inaomba ujue kwamba ina bubbles nyingi. Hizi bubbles ama hii hewa inayokuwa ndani ya hii mvinyo ndio inafaa hii mvinyo ipasuke wakati watu wanaposhangilia kwenye sikukuu, kwenye ndoa na vitu vingine. Inapopasuka hivyo watu wanashangilia. Lakini madhara ya hii champagne ni nini? Ni kuwa sababu inakuwa na bubbles nyingi, sababu inakuwa na hewa ndani nyingi, hii bubbles inafanya hii pombe ingie mbio mbio haraka ndani ya matumbo, ndani ya damu, na hii inakufanya ulewe mbio sana. Na unapolewa mbio sana, jua kuwa hiyo mvinyo itakapoingia ndani ya maini yako itaharibu maini yako haraka sana. Lakini kitu ingine, pombe nyingine inakubidi jue ni Buckfizz. Buckfizz inakuwa hii champagne ambayo unachanga na machunga. Hii machunga na champagne inakuwa unachukua vitamin C na pombe kidogo, alcohol kidogo. Lakini shida ni kuwa ndani ya pombe hii Buckfizz mnakuwa ndani sukari nyingi, na hii sukari nyingi inaweza kufanya wewe uvimbe tumbo. Lakini acha nikwambie mvinyo mwingine angalau inawezekana hujui, ni Cidar. Hii Cidar ni mvinyo, ni pombe ambayo inatengenezwa kwa juice ya apple. Hii apple inakuwa ndani polyphenol, inakuwa ndani na antioxidant, na hivi vyote vinafanya mwili wako utumike vizuri, matumbo yako yatumike vizuri, na hii inakulinda magonjwa nyingi. Ukitumia hii pombe sasa, unatumia kwa kidogo, inakusaidia mwili wako utumike vizuri. Ya mwisho ambao watu wengi wanatumia ni bia. Bia inakuwa na aina nyingi, lakini bia inakuwa na alcohol kidogo na inakuwa na anti-inflammatory substance, lakini inafanya mwili wako upate maji nyingi. Shida ya bia ni kuwa inakuwa ndani sukari nyingi, na hii sukari nyingi inayokuwa ndani ya bia inafanya uwe na tumbo kubwa sana, inafanya wewe uwe na magonjwa ya kisukari mbio sana, lakini inaweza kufanya wewe ugonjwe magonjwa ya maunganishio. Lakini unasikia kuwa ukikunywa bia kidogo, unakunywa chupa moja kwa siku kama wewe ni mwanamume, hii haiwezi kuletea madhara nyingi sana. Lakini utafiti ambao umefanyika kwa siku kidogo zimepita, inaonyesha kuwa mtu yeyote anapokunywa pombe kidogo yeyote inamletea madhara. Kama video hii imekusaidia, hebu bonyeza kwenye subscribe, ubonyeze kwenye like. Kwaherini.